Asubuhi njema mtazamaji, ni tumaini letu kwamba umeamka vyema. Karibu sana kwenye taarifa zetu za yanayojiri, tukuarifu na yanayojiri asubuhi ya leo. Jina langu ni Zubeida Kananu. Tunajua kwamba hapo kesho ulimwengu utakuwa ukiadhimisha siku ya wanawake. Na mada ya mwaka huu ni kuhusu sana uongozi wa wanawake. Leo tutakuwa tukiungana na wanahabari wetu Clement Masombo akiwa katika kaunti ya Nyeri, Hezron Kimari akiwa katika kaunti ya Taita Taveta, na vile vile tutakuwa na Stephen Zioka kutoka kaunti ya Makueni. Watueleze hali iko vipi. Je, wakazi wa maeneo haya wako tayari kupokea na kukubali uongozi wa wanawake, au ni vipi kwamba hadi sasa hatujaweza kutimiza ile thuluthi mbili ya uongozi au usawa wa uongozi humu nchini? Vile vile unaweza kushiriki wewe binafsi, unadhani tatizo liko wapi? Mbona hadi leo idadi ya wanawake ambao wako katika nafasi za uongozi iko chini? Tunaona hata kwenye uaniaji wa nafasi katika tume ya IEBC tumeelezwa kwamba idadi ya wanawake waliojitokeza ni ndogo mno. Je, tatizo liko wapi? Tuelekezee hisia zako kupitia mtandao @KTNews @KTN Kenya @Zubeida Kananu, na tutakuwa tukisoma jumbe hizo baadaye. Karibu sana. Wageni wetu tayari wako studioni, nitakutambulisha kwao muda usiokuwa mrefu. Lakini vile vile katika taarifa nyingine ambayo tunaifuatilia sasa hivi ni kwamba Rais William Ruto ameandaa mkutano wa wabunge wa Kenya Kwanza katika jitihada za kuelezea namna anavyotarajia kufanya ushirikiano na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Hii leo pande zote mbili zinatarajiwa kutia sahihi mkataba wa makubaliano wa ushirikiano kati yao. Hafla hiyo inatarajiwa kufanyika katika ukumbi wa mkutano wa KICC hapa jijini Nairobi. Duru zimearifu KTN kuwa kuna uwezekano wa mkataba huo kuwa na 50% kwa 50, yani nusu mkate. Mwanahabari wetu Dennis Aseto yuko katika ukumbi wa KICC, tutakuwa tukiungana naye muda sio kwa mrefu atueleze. Mkutano huo wa Kenya Kwanza ulifanyika katika ikulu ya Nairobi, kisha watafululiza katika ukumbi wa KICC. Kwa hivyo tutaungana na Dennis Aseto pindi tu shughuli zitakapoanza, atueleze na mengi zaidi. Lakini hayo yakijiri, Rais William Ruto alikutana na kasisi wa kanisa la Jesus Winner Ministry Edward Mwai. Mkutano huu ukijiri kufuatia shutuma za umma dhidi yake. Shutuma hizo zinafuata ahadi ya Rais Ruto ya mchango wa shilingi milioni 20 na zingine milioni 100 kwa ujenzi wa kanisa lake mtaa wa Roysambu hapa Nairobi. Wahubiri wa kanisa hilo wamemtetea kasisi Mwai wakisema ni wao walihitaji msaada wa Rais. Grace Nganga anatuarifu. Kikao hicho kati ya Rais William Ruto na kasisi wa Jesus Winner Ministry Edward Mwai kinajiri Maina akiwa chini ya shutuma kali kutoka kwa Wakenya baada ya kanisa lake kuahidi mamilioni ya pesa za kusaidia katika ujenzi wa kanisa lake. Nimelaumiwa mara nyingi sana kwa mambo ya matoleo kanisani. Nyinyi mnajua. Kulingana na ikulu, Maina na Ruto walizungumzia mengineo mpango wa ajira wa serikali, huku Ruto akipongeza Maina kwa kushinikiza mpango huo, akisema serikali yake itaendelea kusaidia miradi hiyo ili kueneza fursa za ajira na mipato kwa vijana nchini. Yanajiri pia baada ya kasisi huyo kusema amepokea maelfu ya jumbe fupi kutoka Wakenya kwenye simu yake wakimpa cheche za matusi baada ya Rais William Ruto kuahidi milioni 20 ya mchango wa ujenzi wa kanisa lake. Toleo tunayotoa sio kwa sababu tunampatia Bishop Mwai. Hatupatii congregation hii, tunampatia Mungu. Inasemekana kasisi huyo na mke wake walilazimika kununua laini zingine za simu kwani jumbe hizo zilipita kiasi, akisema Ruto hakumpa hela zozote bali ilikuwa ni ahadi tu. Wakenya tayari wametoa mabango ya kualika Wakenya kwenye kanisa lake lililoko eneo la Roysambu hapa jijini Nairobi siku ya Jumapili wiki hii. Hata hivyo, wafuasi wa kanisa lake wamejitokeza kumtetea Ruto kwa usaidizi huo, wakisema ni kanisa lililomuomba Ruto msaada. Grace Nganga, KTN.
Washukiwa watano sasa ndio watashtakiwa kwa kosa la mauaji ya mwanaharakati Richard Otieno maarufu Mola President. Hii ni baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuarifu mahakama kuwa hakuja kuwepo na ushahidi wa kutosha wa washukiwa 4 kati ya 9 waliokamatwa wakihusishwa na mauaji hayo. Jaji Patricia Gishohi ameamrisha uchunguzi wa afya ya akili ya washukiwa hao 5 wanaodaiwa kulipwa ili kutekeleza mauaji hayo. Ken Gashuhi anaarifu. Kesi ya mauaji ya mwanaharakati mwenda zake Richard Otieno maarufu Mola President ilirejea mahakamani Alhamisi, mahakama ikiwaachilia huru washukiwa 4 baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kueleza mahakama hapakuwa na ushahidi wa kutosha dhidi yao. They shall be treated as prosecution witnesses. This file can therefore be closed. The following suspects are released forthwith: Clinton Simantu alias Muiru, Jorim Ngonga, Peter Mwaniki alias Pinches, and John Ndegwa alias Ndeshi, having been established on conclusion of investigation that there exists no evidence to link them to the offense. 4 hao walikuwa miongoni mwa washukiwa 9 waliohusishwa na mauaji hayo. Washukiwa 5 Geoffrey Ndungu, Peter Okech, Joseph Kihara, Stephen Masheti na Evan Saseka sasa wakitarajiwa kushtakiwa kwa kosa la mauaji ya mwanaharakati huyo. The public and all other stakeholders, including the family, were all wishing for this day to come when they will see the accused persons being charged in a court of law. 5 hao walifikishwa mbele ya Jaji Patricia Gishohi ambaye aliamuru wazuiliwe katika gereza la Nakuru kwa siku 7 zaidi ili wafanyiwe uchunguzi wa hali yao ya kiakili kabla ya kusomewa mashtaka. Your Ladyship, looking at the nature of the offense, it is imperative that the court satisfies itself that the accused persons are fit to stand trial. The accused persons is subjected to mental assessment, which should be done in 7 days. From today, in the meantime, they are remanded at Nakuru GK prison. Hati ya kiapo ya afisa wa uchunguzi kutoka DCI imedokeza kuwa 5 hao walilipwa pesa taslimu na kuahidiwa ardhi na watu mashuhuri iwapo wangemwangamiza marehemu Richard Otieno, baadhi yao wakikimbilia nchi jirani ya Tanzania baada ya kisa hicho. Ken Gashuhi, KTN. Huku hospitali za binafsi chini ya muungano wa Rufa zikilegeza msimamo na kusema zitaendelea kutoa huduma za SHA baada ya ahadi ya rais, zile za mashirika ya kidini zinashikilia kuwa hazitafanya hivyo hadi deni la shilingi bilioni 10 lilipwe. Hospitali hizo zimeipa serikali muda wa wiki 2 kulipa deni hilo, la sivyo zivuruge huduma za matibabu. Mwanahabari wetu wa afya na sayansi Chebet Birir anatueleza zaidi. Katika taarifa ya Alhamisi Machi tarehe 6, Rufa ilisema kuwa inatambua mafanikio yaliyopatikana kufuatia hatua yao ya pamoja ambayo imesababisha agizo la Rais William Ruto kuanza kulipa malimbikizo ya deni chini ya bima ya awali ya afya ya NHIF. Muungano huo wa Rufa ambao unawakilisha hospitali za kibinafsi na za kidini ulisema kushindwa kwa serikali kulipia deni la shilingi bilioni 30 kumefanya kushindwa kuendelea kutoa huduma. Wiki iliyopita, Rufa ilitangaza kusimamishwa kwa huduma za SHA kwa muda usiojulikana, ikitilia shaka mfumo wa SHA uliopo wa kulipa deni hilo. We recommend that SHA staff should be empowered with the necessary capacity and access to manage the SHA system for efficient services to clients and service providers. Kwingineko, katika kikao na wanahabari jijini Nairobi, viongozi wa kidini wanaowakilisha usimamizi wa hospitali za mashirika ya kidini wametoa makataa ya wiki 2 kwa serikali kulipa deni la takriban shilingi bilioni 10, la sivyo huduma za matibabu zilizotolewa na vituo vya afya chini yao vitasitishwa. Tumepeana huduma, lakini malipo ambayo tumepata ni nadra sana. Kwa hivyo tunataka hospitali zetu zilipwe. Ukiangalia mambo ya NHIF, haya ni madeni ambayo yamekuweko kwa muda zaidi. Viongozi hawa wamekosoa bima mpya ya afya ya SHA wakitaja ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu iliyodai kuwa hakuna uwazi katika usimamizi wa fedha chini ya hazina ya SHA. The vendor of 104 billion digital superhighway owns the system, the data, the reports, and makes far-reaching decisions.
Chebet Birir, runinga ya KTN, Nairobi. Idara ya huduma za matibabu katika Wizara ya Afya inataka nyongeza ya shilingi bilioni 6 ili kufanikisha utoaji wa huduma kwenye bajeti yake ya mwaka 2024 na 25. Katibu katika idara hiyo Harry Kimtai alieleza kamati ya bunge ya afya kwamba fedha hizo zitasaidia kufanikisha utoaji wa huduma za kimsingi na vile huduma za dharura pamoja na matibabu dhidi ya ugonjwa wa saratani. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Mapendekezo ya nyongeza hiyo kwenye kapu lake la vifurushi vya SHA yanasemekana kusaidia katika uimarishaji wa huduma za matibabu nchini. Proposed chair. Katibu katika Wizara ya Afya Harry Kimtai akieleza kamati ya bunge ya afya kwamba nyongeza ya shilingi bilioni 3 kati ya bilioni hizo 6 wanazoitisha itasaidia kuimarisha huduma za msingi katika hospitali za ngazi ya 2 na 3 nchini. Kimtai akihoji kwamba nyongeza hiyo inatokana na ongezeko la idadi ya watu iliyoshuhudiwa katika hospitali hizo nchini. Yamkini watu 1406 wanasemekana kupokea huduma za msingi za matibabu katika mwezi wa Januari. Hali kadhalika, bilioni zingine 3 zinatarajiwa kusaidia katika kuimarisha huduma za dharura na saratani nchini. Once you have been registered as a member, you have made your contribution. You paid your premiums as a member. You will then receive treatment from level 4, 5 and 6. Katibu Kimtai alieleza kamati hiyo kwamba Wizara ya Afya inadai nyongeza ya fedha za matibabu dhidi ya saratani kutoka 1400 hadi 1550. Sometimes you exhaust your benefit entitlement and therefore the ECCIF funds now sets in. One, to take care of additional treatment that will be required. It is the responsibility of the ministry to disseminate the correct information so that the public is made aware. Hata hivyo, wanakamati hao walihoji kwamba nyongeza hiyo ni kidogo ikizingatiwa gharama ya kutibu ugonjwa wa saratani. What you have presented here, 550,000, is a drop in the ocean. How was this calculated? If you take the journey of this patient, diagnosed in stage 3, to sustain that life until. Vile, mamlaka ya usambazaji dawa KEMSA imepokea nyongeza ya bilioni 1.5, fedha ambazo zinanuiwa kuimarisha usambazaji wa dawa. Haya yanajiri huku waziri wa afya Deborah Barasa, ambaye pia alitarajiwa kufanya mkao na kamati ya afya Seneti kuhusu bajeti ya afya mwaka 2024-2025, akikosa kufika mbele ya kamati hiyo baada ya kusemekana kuugua. Gloria Milimu, KTN. Mchakato wa kuteua makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC umeanza rasmi, huku jopo la kupiga msasa wanaotaka kuhudumu kwenye tume hiyo ikichapisha majina ya walioomba kazi. Miongoni wanaotafuta nafasi ya kuwa mwenyekiti ni aliyekuwa msajili wa idara ya mahakama Ann Amadi na aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya utekelezaji wa katiba Charles Nyachae. Idadi ya wanaomizia mate nafasi ya mwenyekiti ni 37. Na kama anavyoarifu Daniel Karioki, idadi ya wanawake waliotuma maombi yao ni ya chini mno. Safari ya maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2027 na chaguzi ndogo ambazo zingali kufanyika nchini huenda imeanza baada ya misukasuko ya zaidi ya mwaka mmoja unusu. Jopo iliyoteuliwa imechapisha majina ya waliotuma maombi ya kazi. Kulingana na jopo hilo linaloongozwa na mwenyekiti Nelson Makanda, Wakenya 1356 wametuma ombi kuwa mwenyekiti na kamishna. Kati ya hawa, jopo limeteua watu 37 kwa nafasi ya mwenyekiti na 1319 kwa nafasi ya makamishna ambao huwa 6. Kwa hawa 37, wanaume 31 na wanawake 6 wametuma ombi, huku kati ya 1333 waliotuma kwa nafasi ya kuwa kamishna 237 wakiwa ni wanawake na 1078 wakiwa ni wanaume. Baadhi wanaosaka nafasi ya kuwa mwenyekiti wa IEBC ni aliyekuwa msajili wa idara ya mahakama Ann Amadi, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya ufanikishaji wa katiba Charles Nyachae,
Mwingine ni mwenyekiti wa bodi ya Kenya Power Joy Brenda Masinde Mdivo na aliyekuwa karani wa bunge la Nairobi Jacob Ngwele na vile vile wakili Duncan Ojwang. Jopo hili litaandaa kikao cha kupiga msasa na kuhakikisha kuwa wamekamilisha zoezi hili kufikia Aprili tarehe 25. Baadaye jopo litateua majina ya watu wawili kuwa mwenyekiti na kumpa rais ambaye atateua mtu mmoja. Vile vile jopo litateua watu 9 kwa nafasi ya makamishna, rais kuteua watu 6. Macho yote yanasalia kwa uteuzi wa jopo hili. Daniel Kariuki, KTN. Na ndiposa tunauliza wanawake wako wapi? Mbona idadi ya wanaowania nafasi katika IEBC iko chini? Je, katika uchaguzi vile vile hali itakuwa hivyo au tatizo haswa liko wapi? Tutaliangazia swala hili muda usiokuwa mrefu. Serikali ya kaunti ya Kilifi imeungana na wakazi wa wadi ya Jaribuni, kaunti ndogo ya Kauma, kufunga barabara zote zinazoelekea kwenye timbo za mawe na madini eneo hilo, wakisema kuwa kuna uharibifu wa mazingira. Tobias Chanji anaarifu kwa kina. Wenyeji hao wameongozana kufunga barabara hiyo ya Zitoni Jaribuni, Mnarani Ngamani na Majajani Jaribuni, wakisema kuwa shughuli za uchimbaji madini zimeacha vijiji vyao vikigubikwa na vumbi ambayo wanasema imesababisha madhara mbalimbali. Baruti ambazo zinapigwa pale Timboni, baruti zimesababisha nyumba zetu kubomoka, kuna cracks kila wakati. Hivi sasa kama tukijenga kwa wasiwasi, hujui utafanya nini. Pili, baruti hizi zinazopigwa pia pale katika zile mining, mheshimiwa, watu wamekuwa na miscarriage. Barabara hii imetumika pia kujenga Kilifi Mtwapa Road hii matiro zake. Barabara hii imetumika kujenga Mtwapa Mombasa ambayo inaendelea. Barabara hii imetumika kujenga bypass ya Tulokundi. Kwa nini? Investors, if you are milking a cow, why can't you give it grass? Wawekezaji tunawataka, lakini lazima wawajibike, wapate kile wanachopata na wananchi wetu pia waweze kufaidika. Nataka kubalia tena mwekezaji aje achukue rasilimali imnufaishe, wakati sisi ni watu wa kulalamika kila siku. Mungaro alisema kuwa barabara hizo zitafunguliwa pale wawekezaji katika timbo hiyo watatia saini mkataba na serikali ya kaunti ya Kilifi pamoja na wakazi. Mkataba ambao utatoa mwongozo jinsi jamii hiyo itanufaika kutokana na madini hayo na pia vipi wawekezaji watazingatia masuala ya kuzuia vumbi na uharibifu wa mazingira. Tunatumuita mheshimiwa Joho hapa vile alikwenda Kambe akafunga super cement, ajafunga hizo kampuni zote zinafanya kokoto hapa. Na pili, ile kampuni iliyopigwa baruti, ng'ombe 400 na mbuzi kadhaa zikafariki. Can you compensate this family? Hii michezo yote ya wafanyakazi wangu na watu wa malori imejua sana, lakini itakoma kwa sababu watu watalipa. Kama hukulipa utashikwa uende kotini, lakini hizi barabara zingine mtaruhusu zitafungwa. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kilifi. Burukenge ni mnyama ambaye huogopewa sana kutokana na muonekano wake na hasara ambayo husababisha kwa wafugaji na hivyo kuchangia mzozo baina yake na jamii. Hata hivyo, Jacob Toroitich kutoka eneo la Mogotio anabadilisha hadithi ya Burukenge kwa kuwaweka katika kituo cha kuhifadhi kinachovutia watalii. Hata hivyo, ni uwekezaji ambao umevutia mitazamo tofauti kutoka kwa jamii za eneo hilo. Ken Gashuhi anaarifu. Jacob Toroitich, mkazi wa Mogotio, kaunti ya Baringo, amewashangaza wengi baada ya kuanzisha ufugaji wa Burukenge, aina ya mjusi ambaye kwa kawaida hupatikana maeneo yaliyo na joto, msituni na karibu na mito. This actually is a conservation center. It is a research center. Mara kwa mara mnyama huyu huchukuliwa kama adui wa binadamu kutokana na hasara anayosababisha kwa jamii za eneo hili ambao ni wafugaji. That problems of feeding their chicks and also consuming the eggs of their chicken, or also creating disturbance in their community. Also in their bush they may naeza nyonya matiti ya mbuzi kwa msitu. It paralyzes the teeth
of that court. Hata hivyo, kituo hiki cha Equator Reptiles Park kinabadilisha mtazamo wa jamii kwa burukenge hawa, kwani wamegeuka kuwa kivutio cha watalii na kuleta faida kwa jamii ikiwemo ajira. We just contract the community to bring the food here. And even if we have maybe some construction, the community benefits we don't contract beyond here. Yetora ambaye huwachunga wanyama hawa anaeleza kuwa mburukenge sio hatari kwa binadamu, ila hujikinga dhidi ya hatari kwa kutumia mkia wake na kutoa sauti ya kuogofya. It may have a bacteria, but it does no any poison. We have diets like eggs, meat, we have those intestines. When it basks on the sun, there will be some kind of inzi. Then ikikuja, it captures some frogs. It does the same. Tarehe 3 mwezi Machi kila mwaka, mataifa yote huadhimisha siku ya wanyamapori. Kauli mbiu ya sherehe hiyo mwaka huu ikiwa uwekezaji katika uhifadhi wa wanyamapori, Wakenya wakiulizwa kuiga mfano wa mzee Toroitich. Sisi ni watu wafugaji ya ng'ombe. For many years tunafuata ng'ombe, kiangazi na huwa ng'ombe, tunaenda mpaka Laikipia, Londiani Forest tukichunga ng'ombe. Lakini kuna mzee mmoja mwana nikaona anafuga kitu kingine tunaita Gabriel ndio sasa. Sijui sasa inaitwa hii monitor lizard. Nikaangalia hii mtu sasa akasema hii ndio mzuri iko na faida kuliko ng'ombe. So hata sisi tutaanza kutafutia mwingine afuga chameleon, mwingine nini, tujipangie wanyama. Ken Gashuhi, KTN. Na mtazamaji, tunaingia madukani kisha turejee na mjadala wetu wa siku. Lakini tulivyotangulia kukueleza ni kwamba jicho letu lipo katika ukumbi wa KICC ambapo tunatarajia kuna hafla itafanyika pale. Mkataba wa maelewano kutiwa saini baina ya Kenya Kwanza na chama cha ODM. Kwani kuanzia asubuhi kuna mkutano ambao umefanyika katika ikulu ya Nairobi ambao umeleta pamoja viongozi wa Kenya Kwanza ukiongozwa na Rais William Ruto, kisha watafuruliza hadi katika ukumbi wa KICC. Tunasubiri kuona yatakayojiri katika ukumbi huo. Mwanahabari wetu Dennis Aseto atatuletea na mengi zaidi. Tuingie madukani, tunarejea muda sio kwa mrefu na kusihi usiende mbali.